Picha aliyoipost Daktari Tulia Ackson mtandaoni imeibua gumzo huku wananchi wakimkaanga hadharani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Picha inayosambaa kwa kasi mitandaoni imeibua mjadala mkubwa kuhusu tofauti wa makato kwenye huduma za kifedha za M-Pesa. Picha hiyo inamuonyesha spika wa bunge Daktari Tulia Ackson akifanya muamala wa shilingi 20,000 bila kukatwa ada yoyote. Tukio hili limezua mshangao kwa kuwa kwa wananchi wa kawaida muamala wa kiasi hicho ukatwa zaidi ya shilingi 2,100 kwa ada za tozo za serikali. Mjadala huu umejikita katika hoja ya usawa wa kifedha. Wananchi wengi wameonekana kuhoji sababu za viongozi wakuu kutoathiriwa na makato ambayo wao hulipa mara kwa mara. Tofauti hii imeibua hisia za kutokatwa kwa haki, huku wengine wakihisi kwamba mfumo wa mkato unaendelea kuwa mzigo mkubwa kwa wananchi wa kawaida. Mitazamo ya wananchi mitandaoni inaonyesha shaka kwamba huenda mfumo wa makato unatekelezwa kwa upendeleo. Hali hiyo imeibua hisia kali, hasa kutokana na ukweli kwamba wananchi hulazimika kukabiliana na mikato ya juu kwenye kila muamala wa kifedha bila kujali uwezo wao wa kiuchumi. Na kutokana na mazingira haya, wito umetolewa kwa mamlaka za kifedha pamoja na serikali kutoa maelezo ya wazi kuhusu sababu za tofauti hiyo ya makato. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na sera za kifedha wamesema kuwa tukio hili linaweza kupunguza imani ya wananchi kwa mifumo ya kifedha iwapo majibu ya kina hayajatolewa. Wameonya kuwa dhana ya upendeleo inaweza kuathiri zaidi mtazamo wa wananchi kuhusu usawa wa kiuchumi, hasa wakati ambapo hali ya maisha inakuwa ngumu kwa idadi kubwa ya watu. Na kwa upande wa kijamii, mjadala umeibua hisia kali za kutoridhika. Wapo wanaosema kuwa hatua kama hizi zinajenga dhana kwamba viongozi wakuu wanaishi maisha tofauti na wananchi wa kawaida, katika hali ambapo wananchi wanabeba mzigo wa matokeo ama wa makato ya kila siku. Picha hii imeonekana kama kielelezo cha ukosefu wa usawa unaohitaji kufanyiwa marekebisho ya haraka. Alipi imeibua wito mpana wa kuimarishwa kwa uwazi katika mifumo ya kifedha. Wananchi wengi wanasema hawapingi kulipa ada za huduma, lakini wanataka uwiano na usawa. Wanasisitiza kwamba kila mtu, bila kujali nafasi yake, anapaswa kubeba mzigo wa kifedha kwa kiwango sawa ili kulinda heshima na imani ya wananchi kwa taasisi za kifedha na za serikali. Picha ya Daktari Tulia Ackson na mjadala uliofuata sasa imekuwa kiini cha mjadala wa kitaifa kuhusu wazi wa matokeo ama makato ya kifedha. Wadau wengi wanahimiza mamlaka husika kutoa maelezo ya kina yatakayojibu maswali ya wananchi na kurejesha imani katika mfumo wa huduma za kifedha. Kwa habari na uchambuzi zaidi, endelea kutufuatilia Kenyascope. Mahali hapa ndipo unapata habari za kina bila kuegemea upande wowote. Zidi kusubscribe na vile kulike video zetu ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tunapozi upload.